baba nyangala yaikome na mwenye nyangala ya mkambila mama nyangala yaikome na mwenye nyangala uchawi wa uwanga nyangala yaikome na mwenye nyangala uchawi wa majini nyangala yaikome na mwenye nyangala uchawi wa kitabu nyangala yaikome na mwenye nyangala fuga maembe nyangala yaikome na mwenye nyangala fuga mezokule nyangala yaikome na mwenye nyangala. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, nilikuwa nakupa kionjo kidogo cha masuala ya jadi, masuala ya asili, masuala ya kimizimu. Hizi ndio elimu zetu ambazo tumekuta nazo mababu wakizifanyia kazi. Na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu basi walikuwa wakiyapata majibu. Naam. Leo tuko na huu mti hapa unaoona ama mmea huu unamaanisha huu naamini wengi mmeshauona maeneo mbalimbali, nimeshatembea sehemu nyingi upo sana. Sehemu nyingi upo. Huu bwana unaitwa kiindindi. Tunauita kiindindi. Kwa kwetu sisi tunauita kiindindi. Ni dawa kubwa sana hii, dawa kubwa sana ya mtu mwenye maradhi ya kizunguzungu. Mtu yeyote anayesumbuliwa na maradhi ya kizunguzungu basi huu ndio kiboko yake na ndio mwisho wa maradhi hayo. Anatumiaje? Anachukua hivi jinsi ilivyo, anakata tu vipande vya ukubwa kama hivi vinakuwa 7, anakuwa anatumia kuchemsha, anakunywa hii. Kuchemsha, anakunywa. Lakini ni mti ambao unawasha sana kama utapakaa mwilini. Ila pia katika uko kuchemsha unaweza ukatengeneza unga wake. Badala ya kuchemsha ukatengeneza unga ukawa unatumia kijiko kile kidogo koroga kutoa mara 3, ukanywa ndani ya siku 7 mpaka siku 14. Mwenyezi Mungu atakuponya kabisa shida hiyo ya kizunguzungu. Lakini pia dawa hii ni tiba kubwa sana ya masuala ya mifupa. Watu ambao wana shida za mifupa kwa namna mbalimbali, mifupa ina udhaifu, mifupa inajishambulia wenyewe na kadhalika basi mti huu ni mtu mzuri sana kwenye masuala hayo. Lakini pia hata wale waganga wanaokuwa wanaunga mifupa, kama unaofahamu basi unaotumia ni mzuri sana kwenye kufanya harakati hizo. Ni mti ambao pia unatibu maradhi ya kuwashwa mwili, wale wanaokuwa wanasumbuliwa na vinyama katika sehemu mbalimbali, mtu anatoka vinyama vile zile skin warts ama skin tags. Kwa hiyo unatengeneza hii rojo yake, mtu anapakaa mwilini. Inawasha sana, lakini tu avumilie, atapona kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Pia unaingia kwenye kutibu masuala ya uchawi, wale wanaotafuta watoto, lakini pia kesi za majini maana unaingia kwenye nyungu mbalimbali. Hizi ni dawa za kimizimu. Dawa za kimizimu hizi wala hazina tabu kabisa. Dawa za kimizimu hazina tabu, hazina masharti mengi. Kwa hiyo ni wewe tu kuchukua kutumia, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu unakaa sawa. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu unakaa sawa. Nimepita upande wa huku kidogo ili ionekane vizuri. Hii ndio dawa ninayomaanisha. Na inasaidia pia kwa masuala ya kama unatengeza unga wake, wenye shida za ubongo, kusahau kumbukumbu, ubongo unapoteza kumbukumbu, basi huu ni mzuri sana. Lakini pia ule unga wake kama unatengeneza ukawa unatumia, unasaidia sana kwenye shida za moyo, kusafisha ini, kusafisha figo. Uko vizuri sana mti huu ama mmea huu unaouona. Mmea huu unauona. Na kwa bahati nzuri hapa pia nimekutana na mkole. Video iliyopita nilifundisha mti wa mkole, na huu hapa ndio unaonekana sasa kwa ukubwa wake. Angalau huu kidogo umekuwa, umeona jiti lake linakuwa hivi, lina weupe. Umeona? Na haya ndio majani yake kama utakuwa unakumbuka vizuri. Ule mti wa mkole. Japo hii mikole bwana iko mara mbili. Kuna mwingine wanauita mkole bwambwa. Sijatukana hapo. Mkole bwambwa sijatukana, ila ndio jina lake kulingana jinsi ulivyo. Hapa huko mkubwa mkole huu. Hapa kidogo unaonekana ule mkubwa kama unavyouona hivi. Umeona? Kwa hiyo iko hivyo mkole. Naam. Kwa hiyo ni Ghulam Online TV. Tunapatikana kwa namba 0654098753, 0654098753 na
787074 0782787074. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.